Ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji wa hichi kituo, hamjambo? Je, unanitazama kutoka wapi? Maandamano yameshuhudiwa mitandaoni katika taifa letu la Tanzania kutoka kwa wanaharakati wa Tanzania, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu ambao wanataka haki iweze kutendeka baada ya serikali ya Samia kuua raia zaidi ya 10,000 mwaka uliopita kipindi cha uchaguzi baada ya ujio. Sasa maandamano haya yametendeka mitandaoni baada ya ujio wa mjumbe asiyekuwa maalumu wa Umoja wa Kimataifa Bwana Parfait Onanga ambaye alikuja Tanzania kuanzia tarehe 8 Machi mwaka 2026, na tuliona alipatana na viongozi mbalimbali kutoka kwa vyama mbalimbali kama vile kutoka Chadema akapata malalamiko, kutoka CCM kwanza alienda kwenye afisi za CCM akapata malalamiko, akapata maelezo yao kuhusu mauaji ya mwaka uliopita, akaenda Ikulu ya Chamwino wakapatana na Samia. Samia kamueleza ya kwake. Lakini sasa ripoti ambayo imeweza kutolewa na Umoja wa Kimataifa United Nation imewakera wanaharakati wa Kitanzania na sasa wanaandamana mitandaoni. Ninaomba nikuchanganulie swala hili kwa undani uweze kuelewa hii ripoti iliweza kutolewa kivipi na ni kitu gani ambacho kimeweza kuwakasirisha wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu katika taifa letu la Tanzania. Jinsi ambavyo unaona hapo, hiyo ripoti ikaweza kutolewa na Umoja wa Kimataifa kwenye lugha ya Kimombo ikisema kwamba the special representative of the Secretary General of the United Nations Mr. Parfait Onanga Anyanga today concluded a 5-day visit to United Republic of Tanzania. Eti kwamba mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Parfait Onanga leo amehitimisha ziara yake ya siku 5 katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 12. Wakaendelea kusema hivi: during his visit the special representative held consultations with His Excellency Samia Suluhu Hassan, President of United Republic of Tanzania, as well as senior government officials, representatives of political parties, civil society organizations and members of the diplomatic community. The discussions focused on recent political developments in the country, including the period following the general elections on 29th October 2025 and ongoing efforts by the national stakeholders to reinforce dialogue, national cohesion and confidence among Tanzanians. The special representative acknowledged the concerns expressed by a range of stakeholders regarding the tragic events that occurred in the aftermath of the elections. He noted the importance of addressing these concerns through transparent and national dialogue. Sasa yeye anataka mazungumzo ya maridhiano. Imagine Umoja wa Kimataifa unataka maridhiano, ndio hatujakataa. Lakini umoja huu wa kimataifa ndio ungelazimisha haki kwanza zipatikane, uchunguzi kwanza ufanywe. Kwa sababu jinsi ambavyo nimesoma Kimombo, ni tafsiri kwa Kiswahili wanasema kwamba wakati wa ziara yake mwakilishi maalumu huyo Bwana Onanga alifanya mashauriano na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na maafisa waandamizi wa serikali, wawakilishi wa vyama vya siasa, mashirika ya kiraia na wanachama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ama ukipenda kidiplomasia. Majadiliano yalilenga maendeleo ya hivi karibuni
ya kisiasa nchini, ikiwemo kipindi kilichofuata uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 na juhudi zinazoendelea za wadau wa kitaifa kutoka kwa serikali ya Samia kuimarisha mazungumzo, mshikamano wa kitaifa na kuimarisha imani miongoni mwa Watanzania. Mwakilishi maalum alitambua wasiwasi uliotolewa na wadau mbalimbali kuhusu matukio ya kusikitisha yaliyotokea baada ya uchaguzi. Alisisitiza umuhimu wa kushughulikia masuala hayo kwa uwazi na kwa njia ya kitaifa. Lakini mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba huyu bwana Onanga alikuja kama mtu, hakukuja kama jopo ambalo kwa wakati mwingi linatumwa na Umoja wa Kimataifa kwenda kufanya uchunguzi. Kwa sababu mfano, kipindi ambapo majanga kama haya ambayo yalitupata katika taifa letu la Tanzania yamepata mataifa mengine, unapata kwamba Umoja wa Kimataifa unateua jopo, ukipenda timu, kwenda kufanya uchunguzi. Wanaleta ripoti. Lakini ujio wa bwana Ananga katika taifa letu la Tanzania, anakurupuka ambao ndio huyu amepatana na Samia, ndio huyu amepatana na wadau mbalimbali. Ile safari yake haikukuwa maalumu, ilikuwa ni safari yake binafsi, na alikuwa anatumia jina la Umoja wa Kimataifa, na huenda ikawa ni njia moja ya serikali kutaka, na huenda ikawa ni njia moja ya serikali kutaka kuzima uchunguzi na haki kupatikana, kwa sababu ripoti ambayo bwana Ananga ameweza kuitoa kupitia kwa Umoja wa Kimataifa inalandana na ripoti ambayo iliweza kutolewa na Samia Suluhu Hassan na serikali yake, eti kwamba wanapendekeza mazungumzo ya kitaifa. Tutaingiaje kwenye meza ya mazungumzo kipindi ambapo haki bado hazijaweza kupatikana? Tusemezane ukweli, mpenzi mtazamaji. Mtanzania mgani mwenye atapendelea kuingia kwenye mazungumzo ya kimataifa na serikali kipindi ambapo alipoteza mpendwa wake, mwili wa mpendwa wake hadi wa leo hujawahi patikana? Mpendwa wake aliweza kuzikwa kwa njia ambazo hazikuwa za heshima, alafu mnataka wananchi waweze kuingia kwenye mazungumzo ya maridhiano? Mwanaharakati wa kwanza mwenye ameweza kuandamana mitandaoni anaitwa Maria Sarungi. Maria Sarungi akaweza kuandika hivi: tafakuri. Tafakuri ipi? Kwa hivyo, kwa ufafanuzi, Parfait Onanga Anyanga si mjumbe maalumu, ukipenda special envoy aliyeteuliwa rasmi kwa ajili ya Tanzania, kwani uteuzi huo wa Antonio Guterres haupo, na hata mamlaka ya Onanga kama mjumbe ni mdogo. Unaona, mwanaharakati huyu anasema hivi: ujio wa bwana Onanga katika taifa letu la Tanzania, mara amepatana na Samia, mara amepatana na viongozi wa vyama, sio ujio wa mjumbe maalumu aliyeteuliwa rasmi. Na nilikueleza kwamba kipindi ambapo United Nations inataka uchunguzi, hawamtumi mtu mmoja, wanatuma jopo maalumu, special envoy, kwenda kufanya uchunguzi. Kwa hivyo bwana Ananga alikuja kama mtu binafsi, wala hakutumwa na Umoja wa Kimataifa. Bi Maria Sarungi akaendelea kusema hivi: Ananga anaitwa nani huyo? Anaitwa Onanga Anyanga. Majina hayo bana yanachanganya kidogo. Onanga Anyanga hana mamlaka ya kujiteua na kujituma. Kwa hivyo ujio wake ulikuwa unahitajika kukubaliwa
na katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa ambaye ni Antonio Guterres. Lakini katika ripoti za Antonio Guterres hajaweza kueleza kwamba iwapo amemtuma Bwana Ananga Tanzania kwenda kuchunguza na kuelewanisha Watanzania kuhusu yale ambayo yalitendeka mwaka uliopita. Sasa akaendelea kusema hivi, kwa sababu yupo njiani kuaga katika nafasi yake kama mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa Umoja wa Afrika na mkuu wa afisi ya Umoja wa Mataifa kwa Umoja wa Afrika, aliteuliwa Februari 23 mwaka 2026 kama kaimu msimamizi wa jukumu la mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mkuu wa afisi ya kanda ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika ya Kati. Kwa hivyo ziara hii nchini Tanzania, ambayo inaweza kuwa ziara yake ya mwisho katika wadhifa ambao anahudumu, ilikuwa mawazo yake binafsi, kitu ambacho nimekuambia, kama ziara kwa upande wake au mpango rasmi wa upatanishi ulioidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Nilikueleza kwamba wazo la Anyanga kukuja Tanzania huenda likawa wazo binafsi au wazo la chini ya maji la Umoja wa Kimataifa kutaka kupatanisha Samia na Watanzania ili haki isitendeke. Bi Sarungi akaendelea kusema, kwa nini tovuti ya makala ya Umoja wa Kimataifa Afrika inaita hii ziara tu na kutumia lugha inayofanana na ile ambayo serikali haramu imekuwa ikijaribu kutumia kama vile upatanishi wa kitaifa na maridhiano? Jambo ambalo nilikueleza, serikali hii tangu jana, kama umekuwa ukinifuatilia kanda zangu, nimekueleza serikali hii imekuwa ikihamasisha mshikamano wa kitaifa, maridhiano, nini kabla ya haki kutendeka na haki kupatikana kwa wahanga wa maandamano. Kile ambacho serikali imekuwa ikisema ndicho hichi ambacho huyu mjumbe Ananga anakisisitiza, anakieleza kwamba anataka pawepo na mshikamano Tanzania. Sasa patakuwepo na mshikamano kivipi kipindi ambapo hakijapatikana? Na ndio maana unaona huyu mwanaharakati mwenye anaitwa Maria Sarungi amesema kwamba hii ripoti au huu ujio wa Bwana Ananga unatiliwa shaka. Yaweza ikawa kwamba ni mbinu ya chini kwa maji, wanataka kupatanisha, lakini haki ifukiwe chini ya mchanga na yaliyotokea yasaulike. Sasa Maria Sarungi akaendelea kusema hivi, badala ya kujitokeza waziwazi ilaani uchaguzi wa ulaghai na ukatili ambao uliainishwa na waangalizi wa Umoja wa Afrika pamoja na SADC kama uchaguzi sio huru wa haki, msingi wa mazungumzo yoyote ni uchaguzi mpya na uchunguzi huru. Lakini Onanga amejaribu kutakasa tume iliyoteuliwa na mshukiwa mkuu wa mauaji Samia Suluhu Hassan kwa kukubali na kuiamini hiyo tume aliyoiteua kufanya uchunguzi wa matukio yaliyotokea mwaka uliopita. Akaendelea kusema kwamba sisi wananchi tunataka maelezo wazi kuhusu ziara hii na tunakataa kudanganywa na wadanganyifu wachache kitaifa na kimataifa. Na kama nyote mnataka upatanisho,
wa kitaifa, anzeni na Samia must go na ukweli, haki na uwajibikaji. Unaona, huyu mwanadada Maria Sarungi anasema hivi, badala ya Anyanga kujitokeza waziwazi kukemea uvunjivu wa amani ambao ulitokea mwaka uliopita uliosababisha Watanzania kuuawa, Ananga anaonekana kwamba ameweza kuhalalisha ile tume batili ambayo iliweza kuteuliwa na Samia ili kuchunguza uvunjivu wa amani, tume ambayo inaonekana wazi kwamba itakuja kutoa ripoti ikihalalisha ushindi wa Samia na kusema kwamba raia ndio walikuwa na makosa ya kuandamana. Sasa Maria Sarungi na wanaharakati wengine, kwa sababu nimepitia hayo machapisho yote, nimeona wanasisitiza kwamba wananchi wanataka maelezo ya ziara ya huyo mjumbe Bwana Ananga. Na wamesema hivi, msingi wa mazungumzo yoyote ni uchaguzi mpya Tanzania. Kwa hivyo ushindi na urais wa Samia umekataliwa, umefutwa. Wanaharakati wanasema kwamba kama hawa viongozi wanataka tuweze kupatana kitaifa, lazima, na ninarudia, lazima uchaguzi mpya uandaliwe na uchunguzi huru kufanyika kuhusu wale ambao waliuawa, na sio kutakaza tume ya Samia. Kwa hivyo akamalizia kusema kwamba waanzeni na Samia must go, yani umoja wa kimataifa lazima uanze na Samia must go na ukweli uweze kutendeka na ujulikane, haki na uwajibikaji. Je, wewe unakubaliana na haya maneno ambayo yalitolewa na umoja wa kimataifa kwamba eti tuweze kushikamana, tuingie kwenye meza ya mazungumzo, tuweze kurejesha imani kwa serikali, ama serikali iweze kurejesha imani kwa wananchi, au wananchi waweze kuamini serikali baada ya mauaji yaliyopita? Wewe unapendekeza kwamba tuweze kuingia kwenye mazungumzo kipindi ambapo ndugu zetu waliuawa, mpaka kuna wengine ambao miili yao haijaweza kupatikana. Naomba niweze kupata wazo lako mpenzi mtazamaji, kwa sababu wanaharakati hapa kwenye mitandao ya kijamii kuandamana kweli. Kuandamana. Kwa sababu kuna mwanaharakati mwingine mwenye anaitwa Mtu wa Watu akasema hivi, ndio maana jana tumeshtushwa na mjumbe huyu kumfuata Samia Ikulu na baadaye kwenda kwenye afisi ya wauaji CCM, ila bado sisi wananchi tunajua namna ya kuwahakikishia tunaliponya taifa letu na kuleta haki kwa kila mwananchi na kutokomeza ukatili na mauaji yaliyofanywa na Samia Suluhu Hassan. Huyo ni mwanaharakati mwingine. Mwanaharakati mwingine akaandika kwa lugha ya Kimombo hivi, akasema hivi kwa lugha ya Kimombo, whether this visit was on a personal level or official capacity, it was a very wrong move, sending mixed messages and clearly attempting to undermine the process of accountability. United Nations should come out and distance itself from any attempt to prevent justice. Akasema hivi, nikibadilisha hayo maneno, hii ziara iwe ilikuwa ni ziara rasmi au ilikuwa ni ziara yake huyu bwana Ananga, ilikuwa ni hatua mbovu na mbaya kutuma ujumbe ambao umechanganyika na ama kiwazi alionyesha nia ya kutaka kuzuia ukweli usijulikane kuhusu yale ambayo yaliweza kutendeka mwaka uliopita, kipindi cha uchaguzi, ndugu zetu walipouawa na wengine wakafanywa nini, wengine miili yao ikazikwa. Mwingine mwenye anaitwa Yohana akasema kwamba haya ni magumashi ya majitu, mauaji ya CCM, tumesha wazoom
hata kutoka hii feki na ma CCM wauaji wakubwa watahangaika sana, but hatutasahau mauaji mlioyafanya na mpaka tutawawajibisha tu. Unaona, wanaharakati kwenye mitandao wanaandamana kuhusu hii ziara ya huyu mjamaa. Wazo lako ni lipi? Yaani tuingie kwenye maridhiano kabla ya haki, si ndio? Wewe unapendekeza vipi?